Moja kati ya marapa ambao duniani kwa sasa wana ushawishi mkubwa ni pamoja na Kendrick Lamar, ambaye tunafahamu kwamba ni moja kati ya legend wa muda mrefu kabisa katika game ya muziki, hususan katika muziki wa hip hop, hip hop nchini Marekani, lakini pia duniani kote. Of course, huyu ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa ni inspiration kubwa sana kwa vizazi vingi vya muziki wa hip hop duniani. Kendrick ni moja kati ya washikaji ambao wana heshima kubwa, lakini hapa katikati design fulani kama alitulia, lakini alikuja kupata attention kubwa baada ya kuingia kwenye beef na Drake, na akaweza kutoa ngoma ambayo ilikuwa ni diss track kumwelekea Drake, na mwisho siku ile ngoma ikaweza kufanya vizuri na ikapokelewa vizuri. Lakini pia ngoma hiyo imeweza kumpa nafasi ya kuweza kuperform kwenye moja kati ya show kubwa sana ulimwenguni. Hapa nazungumzia Super Bowl ambayo imefanyika this year, and of course vitu kibao vimeweza kutokea kuhusiana na ngoma yake, lakini pia yeye mwenyewe ameweza kupata interviews, lakini pia endorsement na vitu vingine kama hivyo. Lakini kama utakuwa umefuatilia lifestyle ya Kendrick Lamar, kuna kitu ambacho utakuwa umekigundua. Always anavyopiga picha, anavyoonekana akiwa anatembea, sometimes hata akiwa kwenye stage, Kendrick ni mtu ambaye anapenda kuweka mikono yake mfukoni, hususan kwenye sweater ama kwenye pullover ambalo anakuwa amevaa. Swali likatokea kwamba kwa nini Kendrick Lamar amekuwa na tabia ya kuweka mikono yake katika mifuko yake, hususan katika mapullover ambayo anakuwa amevaa. So moja kati ya interview ambayo ameulizwa kuhusiana na tabia yake hiyo, amesema kwamba ana sababu kama 3 ambazo zinamfanya yeye kuweza kufanya hivyo. Ya kwanza, anasema kisaikolojia, mtu ambaye anaweka mikono kwenye mifuko yake ni mtu ambaye ana maintain confidence, ni mtu ambaye anatafuta utulivu, ni mtu ambaye anajaribu kutengeneza mazingira yeye kuwa na confidence, kitu ambacho kinamsaidia yeye kama rapper, kama msanii, lakini pia mtu ambaye anaheshimika pale ambapo anapokuwa ametokea mbele ya watu, anahitaji kuwa na confidence ili aweze kuzungumza vitu vya msingi, lakini pia vitu ambavyo vinakuwa vinaonyesha kwamba ni mtu ambaye anazungumza kitu ambacho anakifahamu. Lakini pia kitu cha pili, amedai kwamba katika mikono yake ana tattoo ambazo anazo, na zile tattoo zina maana kubwa sana kwenye maisha yake, lakini plani yake si kuziweka zile tattoo mbele ya watu. That's why mara nyingi anajaribu kuzificha zile tattoo, lengo likiwa ni kuepuka attention. Unajua paparazzi wanaweza kupiga picha, lakini pia media zina power sana, wanaweza wakachukua zile tattoos wakaweza kuzipeleka katika mitandao ya kijamii, na mwisho wa siku ikaweza kutengeneza attention kubwa. So tabia yake ya kuwa introvert inampelekea yeye kwanza kuweka mikono mfukoni kwa ajili ya maintain, lakini pia yeye binafsi anazificha tattoo zake kupitia kitendo cha kuweka mikono mfukoni, ili mwisho wa siku aweze kuepuka hizo mambo za kupigwa picha na vitu vingine kama hivyo. Kendrick ni moja kati ya washikaji ambao wanafahamika kuwa na lifestyle yake ambao ni low key sana, sio mtu ambaye anaonyesha mafanikio ambayo anayo, lakini pia ni mtu ambaye always anapoenda kwenye interviews anazungumza vitu conscious, na hiko ndo kitu ambacho kimemfanya yeye kuwa na heshima kubwa sana katika muziki duniani.